Historia haiamui hatima yako. Mtu mmoja akasema kwamba kuzaliwa maskini sio kosa la kwako, lakini kufa maskini ni maamuzi yako. Mwambie jirani yako, kuzaliwa maskini sio kosa lako, ila kufa maskini ni maamuzi yako. Okay, naomba nijitambulishe kwenu. Jina langu naitwa Festo Amos, ni mwandishi wa vitabu, ni mwalimu wa uchumi aliyethibitishwa na Benki Kuu ya Tanzania. Nimeshiriki pia naomba ni declare the interest kwamba nimeshiriki katika kufanikisha zoezi tulilonalo katika kitabu hiki, na kupongeza sana kiongozi, umefanya kitu kikubwa sana. Naomba nitoe historia kidogo ya kwangu, kwa sababu nimeona inazungumzia kuhusu historia huenda itatusaidia. Maana ukiangalia uzungumze vitu vingi ndani ya dakika 10 itakuwa uongo. Mimi nimesoma degree Chuo Kikuu cha Dodoma, na mwanzoni wakati na apply nilikuwa na tarajia ningepewa nafasi ya kusomea masuala ya ualimu baedi. Kwenye kuchagua zile kozi ya kwanza niliweka baedi, yani Bachelor of Arts in Education. Ya pili nikaweka ualimu. Ya tatu nikaweka ualimu. Ya nne nikaweka ualimu. Ya tano ndo nikaweka ambao nilikuja kupewa inayoitwa Bachelor of Arts in Project Planning, Management and Community Development, uratibu na usimamizi wa miradi, mipango na maendeleo ya jamii. Sasa wakati niko chuo nilikuwa sina mpango wa kutafuta ajira, na wakati huo kozi yetu ilikuwa haina mpango wa kwenda kufanya mazoezi kwa vitendo, mambo ya field. Kwa hiyo ulikuwa unaamua wewe mwenyewe kwenda kutafuta kampuni au taasisi ya kufanya nayo kazi kwa ajili ya kutengeneza CV, baadaye ukitoka chuo uweze kupata angalau watu wanaokutambua. Mimi sikuwahi kuomba sehemu yoyote ya kwenda kujitolea. Nazungumzia historia kwa sababu sikuwa na huo mpango. Ndani yangu nilikuwa nasikia kitu tofauti. Lakini nilipokuwa primary nilikuwa napenda kuzungumza. Nilipokuwa sekondari nilikuwa kiongozi wa dini, na nilipokuwa advance nikawa mwimbaji wa nyimbo za Injili. Nimeimba nyimbo za Injili kuanzia 2010 mpaka 2018. Nilipokuwa chuo mwaka wa pili nikagundua kwamba uimbaji si kitu ambacho kiko moyoni mwangu. Nikaachana na kuimba. Toka niache kuimba mpaka leo hakuna mtu amewahi kuniambia amemisi nyimbo zangu au hakuna hata mmoja amewahi kuniambia kwamba anasikia kama vile eneo lililokuwepo kama kuna sema historia haiamui nini? Historia haiamui. Sasa nilipomaliza chuo nilikuwa na mpango wa kujiajiri. Nikawa nafanya kazi na watu wa kampuni za masuala ya madawa kusupply yale madawa, zile wanasema food supplements. Lakini nikawa naona ndani yangu bado hili eneo sio la kwangu. Kwa sababu nilikuwa nimeshaanza kufundisha masuala ya elimu ya kujitambua, maendeleo binafsi na kadhalika. Nikawa nimeandika kitabu. Kitabu changu cha kwanza kilikuwa kitabu chenye title ngumu sana kutaja. Naomba nitaje kwa Kiruga. Inaitwa The Effect of Sexual Intercourse Before Marriage. Nikaandika hicho kitabu kwa nini? Kwa sababu mimi nilikuwa kiongozi wa klabu ya maadili na elimu nikiwa chuo. EMC. Watu wa EMC wale kusikia EMC? Hamna. EMC, Ethics and Education Motivation Club. Kule nilikuwa nafundisha watu kuhusu kuwahamasisha juu ya elimu na maadili. Sasa nikaona ndani yangu kuna gap, kama vile nimemaliza uongozi lakini kuna kitu bado nahitaji kuambia watu. Nikaandika hicho kitabu. Kile kitabu hakikuuzika kabisa kwa sababu kilikuwa ni kigumu. Hello. Sasa 2021 nikatoa kitabu changu cha pili kinachoitwa Nguvu ya Pesa. Kile kitabu kikawa kimefunika historia yote ya kitabu cha nyuma, kwa sababu kile kitabu cha nyuma kilikuwa ni kana kwamba sikuwahi kuandika kitabu kabisa. Baada ya kutoa hicho kitabu 2022 nikaachana na mambo mengine yote, nikaanza kufundisha elimu ya fedha tu. Baada ya kuanza kufundisha elimu ya fedha nikaanza kupata nafasi ya kualikwa kufundisha maeneo mbalimbali. Wakati tunapozungumza sasa hivi nimefanikiwa kualikwa mikoa 17 Tanzania,
mashirika na makampuni na taasisi zaidi ya 100 na makanisa peke yake, makanisa zaidi ya 90. Na ninapoenda huwa nazungumza kuhusu elimu ya fedha isiyofundishwa shuleni, ile ambayo inahusisha kutafuta pesa, kutumia pesa, kuweka. Niandika kitabu na bado sijakitoa. Naomba unipatie connections za wahariri na pia nipate sehemu ambayo naweza nikaprint. Nilimjibu mhariri wa kitabu na mpangaji wa kitabu, namba yake hiyo hapo, nikamtumia. Anaye print nikamtumia, niwaambia kila utakaye wasiliana naye mwambie nimepewa namba na coach Amos ili iwe rahisi kukuzingatia. Na nafikiri pia walikuzingatia vizuri. Na jana wakati ananikumbusha kwamba leo tuna shughuli yetu, akaniambia kiukweli wote ulioniunganisha nao wamefanya kazi nzuri sana. Jamani, tujipigie makofi na tumpigie makofi huyu kiongozi tafadhali. Nimeyasema hayo kwa ajili ya kukumbushana kwamba kamwe historia yako haiwezi kuamua hatima yako. Na katika haya niliyosema, nimetoa hiyo historia nikuoneshe kwamba mimi ndoto yangu toka nilipokuwa mtoto kwenye historia, nilikuwa natamani kuzunguka maeneo mbalimbali. Sikujua nitakuwa nazunguka kufanya nini. Lakini baada ya kuendelea kukua taratibu, mwanzo nilitarajia kwamba ningekuwa labda mchungaji. Okay? Lakini baadaye nikaona ndani yangu hakuna gap la uchungaji, kwa sababu nilipokuwa kiongozi wa dini huko shuleni walikuwa wananiita pastor. Baadaye nikachaguliwa kuwa kiongozi wa maombi. Wakati ninafanya program za maombi, ile wazee wa fire, wazee wa fire. Sasa mimi nikadhani kwamba pengine baadaye ningekuwa labda mtu wa maombi ambaye anakuwa na conduct labda matukio makubwa ya kimaombi yale. Lakini kagundua hiyo kitu haikuwa ndani yangu, ingawa nimeokoka na mpenda Yesu. Amen. Hello. Lakini baadaye nikaja kugundua kwamba uchumi ndio umeukamata moyo wangu, na mpaka leo ninakiri wazi kwamba nitafundisha elimu ya fedha maisha yangu yote mpaka naondoka hapa duniani. Na kwa msingi huo leo nataka nikwambie, ili historia yako isiamue hatima yako, fanya haya mambo 5 na yataja tu kwa ufupi. Namuona mama wa itifaki hapa. Jambo la kwanza, tutatumia kanuni inayoitwa MIDA. MIDDA. MIDA. Tumia hiyo kanuni ya MIDA. M itakusaidia kubadilisha kila kitu kwenye maisha yako. M, tumia alichokisema kiongozi, meya wetu kijana kabisa Afrika Mashariki. Makofi kwa meya wetu tafadhali. MIDA. M, mindset transformation. Lazima mtazamo ubadilike kwanza, ndipo historia yako haitaamua maisha yako. Kwa sababu ukiamini kwamba wewe ni maskini, utakuwa maskini, utaangukia kwenye ile vicious cycle of poverty, kwamba Africans are poor because they are poor. Na ili uwe maskini, unaanza kuwa maskini ndani ya moyo wako na ndani ya akili yako, ndipo umaskini unakuja mfukoni kwako. Hello. Ili uwe maskini, umaskini unaanzia kwenye akili yako na moyoni mwako. Kwenye akili yako ni kwenye mawazo yako, moyoni mwako ni kwenye imani yako. Then mifuko na maisha na ulimwengu una respond what you feel in yourself. Sawa? Kwa ili uweze kubadilisha kila kitu, badilisha kwanza unavyojiona. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo. Jambo la pili kwenye ile MIDA ni I ni income. Lazima uwe na kitu cha kukuingizia fedha. Chanzo cha kipato muhimu sana. Utatumia ujuzi, utatumia kipaji, utatumia mitandao ya kijamii, utatumia njia yoyote ile, lakini hakikisha unafanya kitu kwa watu. Na ili watu wakupe hela, fanya vitu vitatu. Moja, watatulie matatizo yao. Mahali palipo na matatizo pana hela. Pesa zimejificha kwenye matatizo ya watu. Tafuta matatizo ya watu, yatatue, watakopa hela bila kujiuliza. Cha pili, boresha maisha ya watu. Sawa? Boresha maisha ya watu. Ukiboresha maisha ya watu, watu watakupa fedha. Hakikisha unaangalia mahali gani watu wamekwama ili uwainue watoke hatua moja kwenda hatua nyingine. Jambo la tatu, wafanye wafurahi. Ndio maana wanamuziki, washereheshaji na watu wanaofanya burudani wanapata fedha nyingi. Angalieni siku hizi content creators wa masuala ya vichekesho wanavyopata endorsement na maokoto mengi. Mikataba unakota, wanaposta, unakwambia huu mkataba mimi nimesaini kwa milioni 17. Hello. Kuna mtu anazaliwa mpaka anakufa hajawahi kushika milioni 17, lakini mchekeshaji huko anamiliki hizo fedha. Do you think kwamba ni jambo la kawaida? Imetokea kwenye mindset. Alianza kukiamini hicho kitu kwa kujiona kwamba it is possible. Mwambie jana yako inawezekana.
Inaweza? Sawa sawa. Sasa kwenye ile kanuni yetu ya mida, M tayari. Income. Kipato ni muhimu. Sawa sawa Tunasema hivi, chanzo cha kipato ni moyo wa uchumi wa kwako. Ni afadhali kuchezea pesa na sio kuchezea kazi. Halo? Tuko sawa? Kwenye ile mida, I kama ni income, D ya kwanza ni discipline. Halo? Discipline. Hakikisha unafanya mambo matatu ili uwe na nidhamu ya fedha. Moja, ishi chini ya kipato. Fanya vurugu zako zote, usimalize hela yote. Mwambie jirani yako, usimalize hela yote. Sawa? Umeajiriwa, umejiajiri, unafanya biashara. Faida usile. Cha pili, pangilia bajeti zako. Ishi kwa bajeti. Unaambiwa hivi, lugha ambayo fedha inaielewa kiurahisi ni lugha ya bajeti. Fedha ikiwa kwa wengine inahitaji ujuzi uipate. Fedha ikiwa kwako inahitaji bajeti ili ibaki kwako, kwa sababu tunalinda fedha kwa kuishi kwa bajeti na tunapoteza fedha kwa kuishi bila bajeti. Halo? Anayemwelewa mwalimu wangu sanipungie mkono popote alipo tafadhali. Tunatunza fedha kwa kuishi kwa bajeti na tunapoteza fedha kwa kuishi bila bajeti. Na jambo la tatu, jifunze kuweka akiba. Halo? B ya 4, dream. Bila ndoto ndugu yangu, bajeti na nidhamu havina maana. Fedha haina maana. Huyu kiongozi amepata yote kwa sababu alikuwa na ndoto, si ndio? Ndoto ndio inaoamua nidhamu, na nidhamu ni daraja kati ya malengo na mafanikio. Halo? Na ya mwisho, mida. Mida nimekwambia D ziwe 2. I pale, M mwanzo. Mwishoni ni action. Hakikisha unakuwa mtu wa vitendo. Umesema utaweka akiba, utaweka akiba. Umesema utafanya kazi, utafanya kazi. Umesema utaanza ule mradi, utafanya side hustle, utawekeza, wekeza. Yote yanawezekana. Halo? Tafuta pesa, tunza pesa, zidisha pesa. Tafuta pesa, tunza pesa, zidisha pesa. Ukifanya hayo, utakuwa ni mtu ambaye umeamua kwamba historia yako haitaamua maisha yako. Kwa sababu binadamu, kwa kumalizia, binadamu tunaongozwa na K3. K ya kwanza ni kuzaliwa, K ya pili ni kuamua, na K ya tatu ni kufa. K ya kwanza ni kuzaliwa, kila mtu alizaliwa. K ya pili ndio inaoamua maisha yote na sio historia. Narudia, maisha yetu yanaamliwa na maamuzi yetu na sio historia yetu. Narudia, maisha yetu yanaamliwa na maamuzi yetu na sio historia. Na mwisho, usife bila kufanya kitu kitakachokufanya jina lako likumbuke. Swali, nani atakukumbuka utakapoondoka? Kama utakapokufa, watakulilia nyumbani kwako tu, uliishi duniani kwa hasara. Naitwa Profesa Amos na nimekuja kusupport shughuli ya kiongozi, na ninawaasa kila mtu aliyeko ndani aondoke na kitabu cha historia haiamui hatima yako. Kila mmoja aondoke na kitabu. Naomba kwa upendeleo nitaje namba ya simu. Instagram kwanza natumia festoamos_tz, YouTube natumia festoamos, TikTok natumia festoamos, Facebook ni festoamos. Nafanya mafunzo ya elimu ya fedha kwenye vikundi, kampuni, taasisi na maeneo mbalimbali, na tunafanya coaching ya mtu mmoja, na tunafanya pia mafunzo kwa ngazi ya familia. Familia tunakaa tunafundishana elimu ya fedha. Namba ya simu 0766 18 1367, 0766 18 1367, 0766 18 1367. Kwa atakayekuwa wa kwanza kunitumia ujumbe ili nisave namba yake, nitampatia zawadi ya kitabu cha soft copy kinachoitwa Maono ya Kitajiri. Vitabu vingine utavinunua. Asanteni sana. God bless you so much.